Na nimesikia usiku wa kuamkia leo, cha kwanza naliambiwa kuna mtu ndani ya tumbo lake kuna kitu kama kimeoza, anaisikia na harufu mdomoni. Nikastaajabu, ni nini hiki? Akaniambia kuna kitu kinaendelea kutengeneza tatizo kwenye tumbo. Kwa hiyo utakaposhiriki meza ya Bwana, watoto wangu, anza kuombea hicho kitu. Ndani yako unaishi kuna kitu, na naambiwa hicho kitu kinaoza. Hicho kitu kinaoza, kwa kadri kinavyoendelea kuoza kinatengeneza tatizo ndani ya tumbo. Mungu kama uishivyo, ulivyoniambia usiku wa leo, mfungue wa mwanamke ambaye anaishi kuna kitu ndani, katika jina la Yesu. Hicho kinachooza ndani, hiyo damu iliyoingia ifanye vita majirani kwa jina la Yesu Kristo. Hali yoyote ambayo anaiona ndani kwa jina la Yesu. Nasikia kuna kitu ndani, hata yeye wanasikia harufu kali inatoka kwenye mdomo kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo damu imeingia ifanye vita popote alipo mtu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu msaidie huyu Jesus. Nimewambia nafanya meza ya Bwana kwa maelekezo. Nafanya meza ya Bwana kwa maelekezo. Na tutaenda kuomba kwa kila mmoja, damu ya Yesu ifanye vita. Damu ya Yesu ifanye vita. Nimeambiwa kuna kitu ndani kinaendelea kuoza kwa mwanamke msana. Napenda kumshukuru Mungu wa madhabahu hii. Ndio. Ametenda mambo makubwa kwangu. Kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Ndio. Ilikuwa wiki moja nyuma. Kuna roho ilikuwa inagombana kwamba mchungaji anatamka kwamba atatangaza kuhusu meza ya Bwana. Ndio. Lakini usiende huko kanisani. Kuna roho ikawa inakuambia usiende kushiriki meza ya Bwana. Ndio. Ndio shiriki meza ya Bwana. Tumbo liliniuma ghafla tena. Mimi niliongea nini? Wangapi mnakumbuka nilisema naona kitu kimeoza tumboni kwa mtu? Wangapi mnakumbuka? Wangapi mnakumbuka? Ni kanisa lote. Amina. Nikaenda uwani, nikakuta damu inatoka nyeusi imeoza. Unakuta damu inatoka nyeusi imeoza? Ndio. Ilikuwa na toa harufu, na kabla hapo nilikuwa nasikia kitu kama kimeoza tumboni. Kwa hiyo unasikia harufu sana kwenye hiyo damu imeoza? Ndio. Ambayo ulipoenda uwani ikawa inatoka? Ndio, ilikuwa inatoka. Baada ya maombi, baada ya kushiriki meza ya Bwana. Ndio. Nilipotoka, nashukuru Mungu, tumbo limeniachilia, napata uponyaji. Unajisikia vizuri sasa hivi? Najisikia vizuri, na ule wepesi na ule uzito umepotea. Kanisa, mpigie Yesu Kristo makofi. Piga makofi mengi kwa Yesu Kristo. Unajisikia vizuri na ule uzito umepotea? Ndio, na ile hali niliyokuwa naisikia yote imeisha kabisa. Na damu haijatoka tena? Na damu haijatoka tena, sasa niko vizuri. Uko vizuri? Ndio. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi.